Lakini kabla sijaingia hapo, napenda nitangulize na utangulizi huu. Yoyote anayelingania katika sunna asitarajie kuwa atatandikiwa mbele yake busati jekundu na kurushiwa mawaridi na kupigiwa makofi kuwa amefanya jambo la kheri, bali kinyume chake ndicho utakachokikuta katika maisha yako. Bimaana ahlus sunna walingania watu katika kheri na kuwatakia watu kheri, lakini jazaa yao kwa watu ni mbaya sana. Na hii ni kwa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili uonjo waweza kusubiri katika haki kaendelea, ama wafanya kwa ajili ya watu. Kwa ukiona watu wafanya upinzani ukarudi nyuma na kuiwacha haki, wewe usitarajie kuwa utalingania katika haki kisha utapata maneno mazuri kutoka kwa kila mmoja. Ni kweli wapenda haki, wafurahia jambo la haki likizungumzwa katika watu, walakinna aktharakum lilhaqi karihun. Wengi katika watu wachukia sana haki, wengi sana, wa'iyadhu billah. Kwa hiyo lazima utapata ta'an toka kwa watu wa batil, na hii yatakisi kufahamu alama katika alama za watu wa bid'a. Min alamati ahli albid'a, miongoni mwa alama utakumtambua kuwa huyu ni mtu wa bid'a, bughdhu ahli al-athar, ni kuwachukia watu wa hadithi, wale wanaoshikamana na sunna. Wa itlaqul alqab as-sayyi'ati ala ahli as-sunnah, na utaona mara nyingi wakiwapagaza ahli sunna kwa maneno na majina machafu, majina mabaya, kwa sababu hawana hoja. Kilichobakia ni kuharibu ile sura ya mlinganizi wa sunna, hana hoja. Mtawapeni mfano. Sheikh Abdullah al-Farsi rahimahullah alikuwa kadhi katika huu mji au nchi ya Kenya, na alikuwa msomeshaji katika huu mji wa Mombasa, na watu wengi walianza kuifahamu sunna mwanzo kupitia kwa huyu mwana wa chuoni rahimahullah. Karibuni watu wafuatiliza kilichorekodiwa kutoka kwa Sheikh al-Farsi rahimahullah. Sasa wakisikia azungumza kuhusu bid'a, kuangalia Sheikh Abdullah al-Farsi, kumbe haya mambo aliyazungumza wakati ule. Asa wewe kwa mfano ukiwa wafuatiliza, utakuta hawa khurafiyun wasema na huyo Wahabi. Sheikh Abdullah al-Farsi katika aqida alikuwa ash'ari. Asa wapi na wapi na i'tiqadi ya al-Imam al-Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, lakini alikuwa yajua hizi akazungumza. Hakuna cha huyu Wahabi wala nini wakati huo, lakini ili mradi tu atazungumzwa, watatokea watu kwa mfano wa Zanzibar kusema hivi, mngekuja huku kwetu kuna wanavyuoni wakubwa kuliko yeye huyo, sijui kaenda wapi huko Mombasa huko kapata watu awamo huko. Huyo anayezungumza huyo, mwambie some sura tafurahi, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu. Kisha wasema wewe pia wasema
si unyamaze. Si kila jambo wewe wazungumza utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwenda kuulizwa wallahi, ili mradi tu kwa sababu pale zapingwa bid'a na wewe ni mtu wa bid'a, basi utamzungumza mwana wa chuoni kama ni mtu wa mtaani tu, mtu tu muhuni tu. Sasa ukiona hizi chuki ni alama ya kuwa huyu ni katika watu wa bid'a, huyu ni mzushi.